Habari Luka, kuna mgeni amekuja kuongea nawe. Naweza kumleta ndani? Ndiyo, unaweza. Nimeacha hii kazi. Naweza kupokea mgeni. Je, unajua anachohitaji? Anasema yuko hapa kwa sababu amesikia kuhusu kazi yako ya kurekodi historia ya Yesu na anataka kushiriki hadithi nawe. Nadhani unaweza kumleta ndani. Ninataka kusikia anachosema. Ninakuletea salamu kutoka Bethlehemu. Nimesikia kwamba unakusanya habari kuhusu maisha ya Yesu na ningependa kutoa msaada wangu. Unaleta habari gani? Ungependa kunieleza nini? Ninaamini kwamba umesikia hadithi nyingi sana kuhusu Yesu, lakini hii ni hadithi ya miaka mingi sana iliyopita. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu kule Bethlehemu, kulikuwa na wachungaji walioishi nje kwa mashamba wakilinda mifugo wao usiku. Ghafla, malaika wa Bwana akawatokea na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaingiwa na hofu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwako Mwokozi. Yeye ndiye Kristo Bwana. Hii itakuwa ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo na amezaliwa horini. Ghafla kundi kubwa la jeshi la mbinguni likatokea pamoja na huyo malaika, wakimsifu Mungu na kusema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote ambao amewapenda. Malaika walipokwisha kuwaacha na kwenda mbinguni, wachungaji waliamua kwenda Bethlehemu na kuona jambo hili lililotokea ambalo malaika walikuwa wamewaambia. Wakaenda kwa haraka na kumkuta Mariamu na Yusufu na mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona, wakaeneza habari juu ya walioambiwa kuhusu mtoto huyo, na wote waliosikia walistaajabu kwa haya walioambiwa na wachungaji. Wale wachungaji walirudi wakimtukuza Mungu kwa ajili ya mambo yote waliosikia na kuona, ambayo yalikuwa kama walivyokuwa wameambiwa. Hii ni hadithi ya ajabu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Nimesikia sehemu chache za hadithi hii, lakini bado sijajijumuisha katika historia yangu ya Yesu, kwa sababu bado nachunguza na kutafuta ushuhuda wa mashahidi. Je, una hakika kwamba hadithi hii ni ya ukweli? Ndiyo, yote ni kweli kabisa. Kwa sababu nilikuwa mmoja wa wachungaji walioona na kusikia malaika. Nilienda Bethlehemu mimi mwenyewe na nikamwona mtoto Yesu amelala horini. Laula, hii ni hadithi nzuri sana. Acha niandike jinsi ulivyonisimulia na nitaiweka katika kitabu changu. Asante sana kwa somo hili la historia. Rafiki yangu wa dhati, ninakushukuru sana.